Akizungumza mara baada ya kupokea gari maalum la kubeba watoto wachanga ambulance kwa ajili ya huduma za dharura, mkurugenzi msaidizi wa Wizara ya Afya anayeshughulikia afya ya mtoto na vijana, Dr. Felix Bundala, amesema mpango huo bunifu unaojulikana kama Breathing for Babies unalenga kufidia mapungufu makubwa katika huduma ya upumuaji kwa watoto wachanga nchini Tanzania. Mradi kama huu unakwenda kuchochea kuongeza kasi katika juhudi mbalimbali ambazo zinatekelezwa na wizara, na tunawapongeza sio tu kwa sababu wanatekeleza vipaumbele vya serikali, lakini pia kwa kuanza na mikoa ambayo pia ina changamoto kubwa, ikiwepo mkoa wa Dar es Salaam, ambapo kwa mkoa wa Dar es Salaam tunakadiria takriban kila mwezi watoto takriban 12,500 wanazaliwa, na kati ya hao takriban 2,500 watahitaji kulazwa. Inamaanisha kwamba watahitaji huduma maalum, na katika kupata huduma maalum ndio itakayosaidia kuweza kupunguza vifo vya watoto wachanga. Lengo la nchi ni kwamba kufikia mwaka 2030 tufikie malengo endelevu ya kimataifa ya kupunguza viwango vilivyopo sasa, ambapo katika watoto wachanga 1000 wanaozaliwa hai 24 hufariki. Kwa lengo ni kwamba tuweze kupunguza kwa nusu au zaidi ya hapo, yaani angalau vifo 12 kwa vizazi hai 1000 ifika hapo 2030. Naye Dr. Bryson Kiwelu, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Amana, ameeleza kuwa mpango huo unajikita katika nguzo kuu 3, ikiwa ni pamoja na kuimarisha huduma za kulaza watoto wachanga na kubadilisha mfumo wa usafiri wa watoto wachanga kupitia magari maalum ya dharura. Wenzetu wa Ifakara Health Institute kwa kupitia mradi wa Nest 360 kwa kushirikiana na chuo chetu cha Muhimbili, kitivo hichi cha tiba, wanafanya tafiti huu kwa kwamba sasa tunatengeneza majawabu yanayotokana na mazingira yetu wenyewe kwa kutumia wataalamu wetu wenyewe wa ndani, kwamba tunatatua changamoto zetu kwa uzuri zaidi na kuleta vitu ambavyo vinaweza kuwa endelevu, ili kiwezekana kabla ya kufika mwaka 2030 kama malengo yalivyo, angalau tuwe tumevuka lile lengo la shirika la Umoja wa Mataifa ya kupunguza vifo vya watoto wachanga kutoka 24 kwa vizazi hai 1000 mpaka angalau 12 kwa vizazi hai 1000. Kwa hiyo mnaweza kuona ambulance hiyo itakuwa ni ya msaada mkubwa sana, pamoja na vifaa vingine ambavyo vinatolewa na wenzetu hawa, pia na mafunzo kwa watu wa huduma, pia na mafunzo kwa jamii. Dhamira yao kubwa ni kuhakikisha kwamba wanawezesha kutengeneza mfumo rafiki wa kumsaidia mtoto mchanga kupumua vizuri. Na huo ni katika hali ya kutekeleza hii itaambatana na utafiti wa kuleta vifaa ambavyo ni rafiki, vinaweza kutumika katika mazingira yale ya kutolea huduma pale mtoto anapozaliwa, anaposafirishwa kutoka eneo moja kwenda jingine, na pale anakwenda kupata huduma kule ambapo anakwenda kufikishwa. Mradi utaenda kutekelezwa katika hospitali za wilaya ya Mabwepande, Yombo Vituka pamoja na Kivule. Vifo hivi vinachangiwa sana na watoto waliozaliwa kabla muda wao na wanakuwa na changamoto ya upumuaji. Kwa kipindi cha nyuma watoto walikuwa wakipumua wanashindwa kupatiwa msaada wa haraka pale katika chumba walipojifungulia, lakini wanapohitaji kupewa rufaa kupelekwa wodini kwa watoto wachanga ama katika hospitali kubwa, namna ya kumweka yule mtoto katika hali salama ilikuwa ni changamoto. Kwa mradi huu unakuja na ufumbuzi wa kuangalia maeneo hayo matatu. Kwanza ni kumpa mtoto msaada unaostahili pale anapozaliwa, lakini kumwanzishia matibabu ambapo ndo kitita cha upumuaji wa mtoto, ambapo ataanzishiwa matibabu ya upumuaji katika chumba cha kujifungulia, atasafirishwa akiwa kwenye mfumo huo wa kumsaidia kupumua, na atakapokuwa wodini ataendelea kuwa na utaratibu huo. Vile vile tutawezesha watu wa huduma za afya kwa maana ya kwamba kuwafundisha ili waweze kutoa huduma stahili kwa watoto, lakini na vile vile tutatoa mafunzo kwa wataalamu ambao wanafanya kazi katika magari ya wagonjwa, yani ambulances, ili waweze kujua mtoto ambaye anakuwa katika matibabu anatakiwa asaidiwe vipi.